Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Tumsifu Yesu Kristo. Wasalamu alaikum. Ujumbe huu asubuhi ya leo ambao nimetaka kuwaletea wapendwa ni ya kwamba nataka niwakumbushe ya kwamba tukiwa duniani tunaishi kwa ajili ya Mungu. Vile Paulo anavyosema ya kwamba kuishi ni kwa ajili ya Kristo, na tena nikifa tena ni faida kwa sababu nakufa kwa ajili ya Kristo. Kwa hiyo nataka nikwambia kwamba uhai wako ulio nao duniani leo hii ni neema ya Mungu. Ni nguvu za Mungu na ni kipawa chenye Mungu amekupatia. Kwa sababu si nguvu zako na sio uwezo ulionao, sio ujuzi ulionao, sio mali ulionayo, sio gari ulilonalo, sio gorofa ulionayo, wala sio shamba kubwa ambalo uko nalo ndilo limesababisha ukiwa hai. Sababu leo hii kuna watu wana mashamba makubwa sana, madalbasari, lakini ukienda kufuatilia yule mtu leo hii ako Kenyatta Hospital, mwingine hata imeshindikana Kenya amepelekwa kule India, wengine hata wameshindikana kwa sababu ya matatizo ya moyo wamepelekwa Afrika Kusini. Lakini wewe ambaye upo leo hii na Mungu amekupatia neema, I want to share with you something. Nataka niweze kushiriki na wewe hizi baraka za kiroho. Nataka nikwambie mpendwa, katika kitabu cha Isaya 42 mstari wa 22, Biblia inasema kwamba watu hawa ni kama watu walioibiwa. Watu hawa wamechukuliwa mateka, wametiwa magerezani, wamewekwa kwenye mashimo, na katika kuchukuliwa kwao mateka hakuna mtu akusema rudisha. I want to tell you my friend, ya kwamba katika maisha haya kuna mambo yanatendeka kwenye ulimwengu wa kiroho na yanatendeka gizani ambayo wewe hauyajui. Hiyo ndiyo sababu unaona mwanzo ukianza safari hii ya maisha duniani kama mwanadamu ulikuwa na mafanikio makubwa. Hata shuleni watoto wako walikuwa wanang'amua vizuri sana. Unapata kwamba mifugo yako kwenye zizi la ng'ombe ilikuwa sawa. Unapata kwamba kazi yako shambani ilikuwa inaenda sawa sawa. Unapata kwamba kampuni ambayo ulikuwa umeianzisha ilikuwa inaendelea vizuri sana. Unapata kwamba ile business ambayo ulikuwa umeanzisha kupatia watu mtaji, kupatia capital, ukiwakopesha mkopo ili baadaye wanaendelea kukurejeshea riba, ilikuwa inaenda sawa sawa. Lakini imefika mahali mambo yameanza kwenda kombo. Unafikiria ni kawaida, unafikiria ni hali tu ya uchumi. Hapana. Biblia inaniambia kwamba kuna wakati ambapo watu wa giza, makuhani wa giza hujikusanya na wakaanza kuchora michoro ya gizani. Wakati wanaanza kuchora michoro ya gizani, wanakuchorea wewe, wanakufanyia michoro ya kichawi. Alafu katika kule kukuchorea michoro wanangoja ukiwa umelala usiku wa manane, wanatuma ndege za kichawi, wanatuma nguvu zao za giza, na hata wachawi wenyewe wengine hufika jioni, wanaanza kupaa kwenye ungo, wanakaa kwenye ungo na wanapaa. Mtu utampata kwa nyumba yake yupo amelala, walio kwa nyumba yake wanapomwona wanamuona amelala, lakini amechomoka kwenye mwili, ameenda kuwanga. Wachawi wenye kuwanga. Kwa hivyo anapokuja usiku ukiwa umelala, wanachukua nafsi yako, wanakuteka nyara. Wewe unajikuta kwenye ndoto zako usiku umechukuliwa, umepelekwa kwenye chumba fulani, chumba lenye giza totoro, chumba kisichokuwa na dirisha. Unapojaribu kuangalia hauoni dirisha, hauoni mlango. Wakati mwingine unaweza kuchukuliwa ukapelekwa kwenye chemichemi za maji kule porini. Wakati mwingine unaweza kuchukuliwa ukapelekwa kwenye ziwa kubwa, ukajikuta umesombwa na maji kwenye mkondo wa maji. Sasa unapata kwamba there is no way out. Wakati mwingine hata unaota usiku wamekuvamia, wamekupiga risasi, ama wamekudunga mkuki, wamekudunga kisu, unapata you are bleeding. Wakati mwingine unajikuta kwamba katika ndoto zako umechukuliwa, umepelekwa kwenye msitu mkubwa kiasi kwamba unapoangalia nyuma wala mbele hauoni the way out. Sio kawaida. Wewe unapoamka kwenye njozi yako unaona ni kawaida? Hapana. Lakini kuna ndoto ulikutana nayo mpendwa. Baada ya ile ndoto kuweza kutoka kwenye hiyo ndoto kaichukulia kawaida, lakini baada ya muda si mrefu mambo yakaanza kuendea mrama. Biashara yako ikaanza kuzorota. Mipango yako ikaanza kuharibika. Ukaanza kuharibikiwa unapotoka unapoingia. Maisha yako yakaanza kuharibikia. Nataka nikwambie ya kwamba mpendwa, umechukuliwa mateka, na wakati umechukuliwa mateka wakakuweka kwenye gereza za giza. Wakakuweka kwenye mashimo, na katika yale mashimo ya kichawi hautoki kule, kwa sababu umewekwa kule na lazima tukue na mtu wa kusema rudisha. Kwa hivyo wapendwa, nataka nikwambie kwamba today ninataka nikuletee good news. Biblia yangu inaniambia kwamba
wakati misingi imeharibika. Katika kitabu cha Zaburi 11 mstari wa 3, misingi ikiwa imeharibika, mwenye haki wa Mungu atafanya nini? Biblia inaniambia kwamba Bwana yuko katika hekalu lake, akiwa mbinguni anatazama duniani. Yeye kope zake zinawajaribu wanadamu. Sasa nataka nikwambie good news ni ya kwamba ijapokuwa umetekwa nyara, ijapokuwa mambo hayakuendei sawa sawa, na kuletea habari njema ni ya kwamba Kristo Yesu, yeye ambaye amekaa ndani ya baadhi ya wateule, ndani ya vyombo, yeye ana mamlaka ya kuweza kukutoa gerezani, ana mamlaka ya kukutoa kwenye yale magereza. Nataka nikwambie mpendwa, leo hii unapomwamini Kristo atakutoa kwenye gereza, na Kristo huyo ana watu wake ambao amewateua wako duniani. Biblia inaniambia katika kitabu cha Nyakati wa Pili 20 mstari wa 20 inasema ya kwamba mkaweze kumwamini Mungu ndipo mtakapoweza kudhibitika. Waamini na watumishi wake manabii, mtaweza kufanikiwa. Sasa nataka nikwambie mtoto wa Mungu, kuna wateule ambao Mungu ameweka duniani, ambao ukisikia wakikupatia mwelekeo, wakikupatia maelekezo, nao ukaweza kuyatii, ukayafuata na kumwamini Mungu, bila shaka utadhibitika. Your business will be established, na hata vitu vyako vitaanza kuweza kuprosper. Kwa hivyo nataka nikwambie mtoto wa Mungu, mambo unayoyapitia leo hii sio mambo ya kawaida. Umechukuliwa mateka, umeweza kuwekwa magerezani, business yako imefungwa, hela zako zimefungwa, biashara yako imefungwa, maisha yako yamefungwa, hauwezi kuprogress, umekuwa stagnant. I want to declare and decree ya kwamba Mungu wa mbinguni aliyenituma kulingana na ile privilege ya kimitume iliyo juu yangu, natangaza ya kwamba kuanzia leo lile gereza ulilowekwa ndani mwake ninalivunja katika jina la Yesu Kristo. Napasua vile vifungo ambavyo vimekufunga wewe muda mrefu, na kutoa vifungoni katika jina la Yesu Kristo. Business yako unaitoa kwenye vifungo, natoa maisha yako kwenye gereza uliowekwa ndani katika jina la Yesu Kristo. Wale waliokuchukua mateka, ninawaamuru kwa jina la Yesu Kristo wakapate kulegeza vifungo, wakuachilia sasa. Na kama hawakuachilia, natuma moto wa Jehova, maana Biblia inasema kwamba our God is a consuming fire. Kwa hivyo natuma moto wa Jehova kuangamiza na kupasua vifungo vyote na mafundo uliofungwa wewe. Ninayapasua mafundo katika jina la Yesu Kristo, na kuweka huru mtoto wa Mungu. Naweka huru business yako, naweka huru maisha yako, naweka huru maisha yako na maisha ya watoto wako, naweka huru akili ya watoto wako, maana imetekwa nyara. Akili ya watoto wako imechukuliwa msukule. Watoto wako mwanzo wakiingia darasani, wakiingia shuleni, walikuwa moto kuotewa mbali, lakini imefika mahali watoto wako wamefika mahali wamepumbaa, akili zao zikawa zimekwama. Ninawakwamua kutoka kwenye lile gereza ambalo waliingizwa ndani katika jina la Yesu Kristo, ya kwamba watoto wako wanawekwa huru kuanzia leo. Mtoto wa Mungu, nataka kukutangazia ya kwamba wakati unamwamini Kristo, Biblia inaniambia kwamba hakuna uganga wala uchawi juu ya Israeli. Kwa hivyo I declare and declare each and every weapon ambayo imekuwa ikitengenezwa kisiri kwa ajili ya maisha yako, kutaka kuangamiza watoto wako, I declare and declare zile silaha za giza zinavunjika kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Ninavunja magereza ya kichawi, navunja vibuyu, navunja vibwengo vya wachawi, navunja kila sarakasi yote ya giza ambayo imekuteka nyara, ambayo imekuwa ikikusumbua katika jina la Yesu Kristo. Unawekwa huru mtoto wa Mungu. I declare and declare kuanzia leo maisha yako yanawekwa huru. Kuanzia leo ile kazi ambayo umekuwa ukingangana kuitafuta, ukawa unangangana, umeingia kwenye madhabahu mbalimbali kutafuta kazi lakini hujapata upenyo, nataka nikutangazie mpendo kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Vile vifungo vya kichawi vinaregezwa, nayo kazi inafunguka. Unaipokea kazi ambayo umekuwa ukiitamani kwa muda mrefu, unaipokea kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru wale waliokuwa wamekuahidi ya kwamba watakupigia simu ili wakuita kazini, na ulikuwa umengojea kila wakati mpaka ukipiga simu hawashike, kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo ninatuma Roho wa Mungu aenda aingie ndani ya mioyo yao akawashawishi, ili kuzudi wakaweze kukukumbuka. Kitabu cha kumbukumbu kwa ajili yako kinafunguliwa. Jina lako linakumbukwa kwenye ile kambano uliokuwa umeapply. Jina lako linakumbukwa kwenye ile idara ambayo ulikuwa umeapply serikalini. Unapata ajira katika jina la Yesu. Unapata ajira. Na wewe ambayo biashara yako ilikuwa imekwama, mpaka umekuwa unatafuta mtaji capital ili uweze kuanzisha tena, ilikuwa ngumu, katika jina la Yesu Kristo I declare and declare njia zinafunguka. Unapata biashara, unapata mtaji wa kuendeleza biashara, unapata capital ya kuendeleza biashara yako katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, be of strong courage, be encouraged, mukaweze kutiwa moyo, ujue ya kwamba no weapon formed against you will ever prosper. Ukaweze kujitia moyo kijua ya kwamba hakuna uchawi wala uganga juu ya Israeli. Ukaweze kujitia moyo kijua ya kwamba yeye Bwana wa majeshi anasema ya kwamba hatimaye shujaa wa Israeli ataamka, na wakati ataarise
all your enemies will be scattered katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo I scatter all your enemies, I scatter all your enemies katika jina la Yesu Kristo. Wote ambao walikuwa wameinuka kinyume chako, wote ambao walikuwa wanakukalia vikundi ili kutaka kukuangamiza, kutaka kukuleta chini, katika jina la Yesu Kristo I scatter all your enemies in the mighty name of Jesus Christ. Mpendwa, barikiwa sana. Nawe ukiwa unataka maybe kuweza kupokea mwelekeo, maana mimi mara nyingi sitakuhitaji ya kwamba unitumie hela zako, hapana. Ukiwa unataka mwelekeo wa kiroho, unaweza kwenda inbox, nitakupatia tu mwelekeo. Kama ni mwelekeo wa kufunga, kama ni mwelekeo wa kumtafuta Mungu, kama ni mwelekeo wa kukabiliana na nguvu za kichawi. Hatukabiliana na nguvu za kichawi kwa kutumia mafuta, kwa kutumia chumvi, nitakupatia mwelekeo katika maandiko, katika Biblia, how to fight spiritual warfare katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, ukiingia inbox utanipata. Na kwa wale ambao maybe mnataka unifikie kwa nambari ya simu, nambari yangu ya simu ni 0701326299. May God bless you. Mungu akutende mema, Mungu akubariki na Mungu akuinue sana. Wapendwa, tukutane kwenye video itakayofuata. Mungu awatende mema. Amina.